wetu umekubali kuja hapa. Kinachofuatia sasa hapa, kama wimbo umekubali kuja hapa, ndio tuangalie. Baada ya hapa tutakwenda kuweka kitu kingine ambao ni maelezo mafupi kuhusu wimbo wetu. Mfano kama hapa kuna haya maelezo ambayo yanaonekana hapa. Kwenye video ambayo ilipita tuliona namna ya kutumia summary na detail kwa ajili ya kuweka hichi kitu. Kwa hiyo nitakwenda kutumia hicho kitu kwenye hii project yetu ili kuweza kuweka maelezo kidogo kuhusu wimbo, ili mtu ambaye anataka ili kwa mtu ambaye anahitaji kupata wimbo, labda aweze kuangalia wimbo ni wimbo aina gani, wimbo ambao unahusu nini. Kwa hiyo tunakwenda kuweka hivyo vitu. Kwa cha kufanya hapa sasa, nitaweka hapa break ili kuruka mstari. Chini tutakwenda kuweka detail, kwenda kutumia detail kama kawaida ili kwenda kuweka maelezo mafupi. Itakuwa na summary kama kawaida. Nitaweka summary yangu, nitafunga. Kifunga summary yangu hapa, nitakwenda kuweka sasa, labda niseme maelezo. Tuseme labda ni, of course haya itakuwa ni maelezo ya audio. Fanya labda ni maelezo ya audio hii. Kuja hapa nitaweka paragrafu ili kuweza kuweka maelezo ya hii audio. Kwa kama kawaida tutakuja huku tufanye hivi, tuchukue haya maelezo, tusipoteze sana muda kwanza kuandika maelezo mengine. Tuchukue tu haya maelezo nije niweke hapa sasa hivi. Nimechukua, nimebonyeza control C kucopy. Nitakuja hapa nitasema control V tu ili niweze kuokoa muda. Kwa sasa hivi tayari, nafikiri sasa hivi tayari maelezo yatakuwa yameonekana hapa. Hayo ndo maelezo ya wimbo wetu. Kama kawaida nitaweka hapa paragraph ili kufanya kidogo mpangilio uwe mzuri. Tutaweka paragraph. Na kwa hapa tena tutaweka tena paragraph nyingine. Tutaweka paragraph nyingine. Ili kuweza kupangilia kidogo maneno yetu yaweze kukaa vizuri. Kwa huu ujumbe na wenyewe pia nitaukopi na wenyewe. Kisha ukopi hapa, nitakuja nitaupaste hapa. Nitasema control V ili kuweza kupaste hapa. Nafikiri tayari itakuwa imeshakaa sawa. Kingine pia hii nitaitoa pia na hii. Nafikiri tayari hii itakuwa iko sawa kama inavyoonekana hapa. Tumeweza kuweka kidogo maelezo mafupi kuhusu hii hapa audio yetu ya One Love. Haya, nitakuja hapa refresh. Nitakuja kwenye project yangu ambayo ni hapa, project ya sauti. Sasa hivi refresh. Refresh utaona imetokea haya maneno ambayo inasema ni maelezo ya audio hii. Kwa maana yake mteja akija hapa akibonyeza anaweza kidogo akaweza akasoma akapata pia maelezo kuhusu hiyo audio. Kinachofuatia hapa tutakwenda kuangalia kitu kingine. Tutakwenda kuweka linki. Linki ambayo mtu atakuwa akibonyeza hiyo linki, maana yake wimbo utakuwa unajidownload, maana yake atakuwa na uwezo wa kupakua hizi audio kutokea katika site yako au katika website yako ambayo ni maktaba ya nyimbo. Kwa turudi kwenye project yetu ambayo ndo hii hapa, ndo project yetu. Tutakwenda kuweka hicho kitu au tutakwenda kuweka hiyo linki. Sasa before sijaweka linki, kuna mstari mwingine hapa kama unavyoona. Kwa hiyo nitakwenda kuweka na wenyewe, baadaye nitaweka na linki kwa chini hapa. Kwa hiyo hakuna shida. Nitakuja hapa kwenye sehemu ya detail hapa. Kwa sasa hivi tutaweka ule mstari wetu, tutasema ni horizontal line. Save. Kiangalia huku sasa hivi utauona. Utakija sasa hivi kwenye sauti hapa. Refresh. Huu hapa mstari wetu. Huu hapa kama unavyoonekana kwa chini. Hatua ya mwisho ni kwenda kuweka link ili mtu akibonyeza hiyo link maana yake wimbo ujidownload
katika simu yake labda au katika laptop yake kutokea katika site yako. Sasa tutakwenda kutumia tag moja ambayo ni tag ya kuweka link ambayo inaitwa ni anchor tag. Ndio tag ambayo tunaitumia sana sana kuweza kuweka link. Cha kufanya hapa, tutakuja hapa chini, tutasema labda paragraph. Sasa nitafunga na kufungua paragraph. Humu ndani sasa ndio nitakwenda kuweka link yangu. Lakini ukiangalia kwa makini kwenye hii project yetu hii hapa, ukiangalia kwa chini kuna haya maandishi haya ambayo inasema pakua somo hili. Haya maandishi ni maandishi ambayo kidogo yapo italic. Italic maana kidogo yamelala. Kwa sasa kuna tag moja inaitwa ni italic ambayo inafanya kazi ya kufanya haya maandishi yako yaweze kulala. Kwa utakwenda kuitumia hiyo tag yetu ambayo inaitwa ni I, utaandika ni italic, utafunga na kufungua kama hivi. Kwa maana yake maneno ambayo yatakaa hapa ni maneno ambayo hayatakuwa wima, yatakuwa yamelala. Ndio maana hiyo tag. Kwa nitasema labda pakua wimbo huu, pakua labda wimbo huu mzuri. Umeona? Yeah, wimbo huu mzuri. Sasa kwenye kupakua lazima mtu tuweze kuweka linki. Kwa kama kawaida nitafungua tag yangu, nitakwenda kuweka ile anchor tag. Ile anchor tag ambayo ni tag ambayo tunaitumia kuweza kuweka linki ni hapa anchor tag. Sasa kidogo hapa nataka kidogo hapa uweze kuwa makini. Kinachofanyika hapa sasa hivi tufanye hivi ili uweze kuona vizuri. Ngoja tuweke linki yetu hapa. Tuweke anchor tag hapa. Anchor tag. Sasa kwenye anchor tag hapa tutakwenda kuweka hypertext reference. Hypertext reference. Sasa hypertext reference, yani hypertext maana yake ni maandishi ambayo yana link, na reference maana yake ni kama vile inakwenda kurejea kwamba huo wimbo ambao unataka mtu aweze kudownload unapatikana wapi, ndio maana ya reference. Sasa tutakwenda kuweka huo wimbo wangu ambao of course ukiangalia hapa kwenye folder letu la web design hapo, ukiangalia wimbo wetu unaitwa One Love hapa MP3. Kwa utakuja hapa kwenye hyper reference, ni hypertext reference, nitataja wimbo wangu unaitwa ni One Love. Unaitwa ni One Love utasema .mp3 .mp3. Sasa kuna attribute moja inaitwa ni attribute ya download. Attribute ya download ndo inafanya sasa, yani mtu akibonyeza hiyo linki, maana yake huo wimbo utaanza kujipakua au kujidownload moja kwa moja katika simu yake au katika laptop yake. Hiyo ndo attribute ya download. Kwa utakwenda kuandika attribute yangu inaitwa ya download. Baada ya hapa tutakwenda kuweka maneno ambayo huyo mtu atayaona. Haya maneno akiyabonyeza sasa ndipo wimbo uanze ndipo wimbo sasa uanze kudownload. Kwa tuseme labda bonyeza hapa. Tumwambie bonyeza hapa. Kwa akiona haya maandishi ya bonyeza hapa, maana yake nyuma yake kuna linki ambayo ndio hii hapa. Alafu hii attribute ya download inaruhusu wimbo sasa uanze kujidownload katika simu yake au katika kompyuta yake ambayo anaitumia kwa wakati huo. Sasa takuja hapa kama kawaida, hii ni tag ambayo pia inafungwa. Takuja hapa nitasema anchor tag. Kwa utaifunga hapa, tumeifungua na kuifunga kama kawaida. Yep. Kwa nafikiri mpaka hapa itakuwa iko sawa. Kwa unaweza ukasave Control S kwenye keyboard yako. Kimaliza hapa, njoo kwenye browser hapa tuweze kuangalia matokeo ya kile ambacho tunakizungumzia. Ni kweli amekuja? Njoo hapa urefresh. Refresh unaweza ukaona sasa hivi umeleta haya majibu ambayo yanasema pakua wimbo huu mzuri. Baadaye nasema bonyeza hapa. Kwa haya ndio maandishi ambayo mtu atayaona. Kwa atakiwa bonyeze hapa ili aweze kudownload huo wimbo wake. Sasa hivi kama inavyoonekana, hii hapa One Love imekuwa downloaded. Ingia sasa kwenye sehemu ya file hapa, unaweza One Love imeshakuwa downloaded. Kwa una uwezo wa kufungua kwenye simu yako, kwenye laptop yako, na ukaweza ukaplay kabisa kama hapa. Sasa nikaufungua wimbo wangu.
Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo matumizi ya tagi ya audio ambayo imetusaidia kuweza kutengeneza hiyo mfumo wetu wa kudownload nyimbo. Sasa kwa leo tumetengeneza tu muundo wa nyimbo moja kutumia MySQL pamoja na PHP ili tuweze kutengeneza mamia ya nyimbo na kuziweka katika peji yetu. Kufikia paka hapa, huu ndo mwisho wa tutorial hii. Kama tutorial hii imekusaidia, usisahau kulike, kushare pia na kwa watu wengine waweze kujifunza hizi trick za technology. Tutane kwenye somo lijalo. Asante.